Bwana, niko mitaa ya Sabasaba ambako hapa niko kwenye maonesho ya 5 ya kitaifa ama ya kimataifa ya bidhaa zinazozalishwa ndani ya nchi ya Tanzania. Na hapo kuniuliza niko wapi, nitakwambia niko katika banda ama sehemu ambapo Mpola halisi. Hao ni wazalishaji wa kahawa, black coffee ama milk with coffee. Unapata pale maziwa yalochanganywa pamoja na kahawa. Alafu unagonga namna hii asubuhi kwa ajili ya kazi. Ukifika unaweza kufika maeneo ya namna hii kwa ajili ya kuja kupata vinywaji vyako, hususan kahawa. Eneo hili Mpola halisi ndio jina lake eneo hili. Na niko hapa kwa ajili ya kuangalia namna ambavyo bidhaa zinazalishwa na Watanzania na viwanda vilivyoko hapa nchini Tanzania. Na hii inaonyesha made in Tanzania concept, dhana yake inasikika na kufikika mbali zaidi. Na hawa ndio watu wa Tanzania wanaofanya made in Tanzania kikwetu kwetu. Kwa maana ukija mfano kama hapa Mpola halisi, naona benches made in Tanzania. Drinks za kwetu zina portray coffee tulikuwa nayo Tanzania. Either unakunywa ile nyeusi ama unachanganya na maziwa. Na bidhaa ziko nyingi mno. Yako mabanda kadha tuzungumza na wajasiriamali ama viwanda vinavyozalisha product kwa ajili ya matumizi ya Watanzania. Na hivi viwanda, kwa taarifa yako, ni vya Watanzania na watu wanaofanya shughuli hizo ni Watanzania. Hapa ile concept, ile dhana ya serikali ya viwanda, ukija hapa Sabasaba katika maonesho ya kitaifa, ndipo utaona kabisa kwa maana ya kwamba uzalishwaji wa bidhaa ama vitu vinavyotengenezwa na Watanzania ambavyo vingine vinauzwa nchini na pengine vingine nje ya nchi, basi uhalisia wake unapatikana hapa katika maonesho haya yanayoanza hapa Sabasaba, ambapo Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania aliyafungua rasmi na anamalizika tarehe 9 mwezi wa 12, siku ya uhuru, ndipo mambo yanakuwa yanamalizika hapa viwanja hivi Sabasaba. Njoo jione, njoo ushuhudie made in Tanzania katika uhalisia wake katika eneo hili la Sabasaba. Kama kawaida, Samsa Sali na timu nzima made in Tanzania, hakuna kulala, tunakuonyesha inawezekana. Made in Tanzania ni kutembeza kwa watu wawili watatu, ujishuhudie na kusikia kile ambacho wanakifanya kwa ajili ya uzalishaji wa bidhaa katika nchi yetu ya Tanzania. Nimeanza na Mpola halisi. Baada ya kufika katika maonesho haya ya 5 ya viwanda Tanzania, ni sharti tukifika maeneo hayo kukutana na mwenyeji ambaye yeye ndiye amefanya haya yote yaweze kuwezekana. Hapa tumekutana na naibu mkurugenzi wa TanTrade Tanzania ambaye anatujuza. Jina langu Latifa Mohamed Hamis, ni naibu mkurugenzi mkuu mamlaka ya maendeleo ya biashara Tanzania TanTrade. Kuanzia tarehe 3 mwezi wa 12 2020 maonyesho ya bidhaa za Tanzania yameanza na yanatarajiwa kumalizika tarehe 9 Disemba, ambapo maonyesho haya ni mahsusi kwa bidhaa za Tanzania na ni maalum kwa kuvijua viwanda vya Tanzania ambavyo vinazalisha bidhaa bora na Watanzania wanatakiwa wazijue. Kauli mbiu ya maonyesho haya ni tumia bidhaa za Tanzania, jenga Tanzania. Na ukiangalia kauli mbiu hiyo ni kwamba tunahamasisha Watanzania kuwa wazalendo wa kutumia bidhaa zao za nyumbani. Kama tunavyofahamu, nchi za wenzetu zimefanikiwa katika kampeni kama hii ya kuhamasisha matumizi ya bidhaa za ndani, na sisi kama Tanzania uwezo huo tunao wa kuzalisha bidhaa, na kama watu watakavyotembelea kwenye mabanda wataona bidhaa ambazo bora na zenye viwango zipo katika mabanda yetu ya maonyesho. Na katika kuvitambua viwanda ambavyo vya Tanzania, tumeona tutengeneze hii platform moja ya maonyesho ya bidhaa za Tanzania, ambapo lengo lake ni kuwakutanisha wazalishaji na wanaotengeneza malighafi kwa ajili ya kuwa watambuane, badala ya mtu kununua malighafi kutoka nje ya nchi, lakini aone kwamba kuna mtu ambaye anaweza kumuuzia malighafi la bidhaa zake. Vile vile kuwaunganisha wenye viwanda na watengenezaji wa teknolojia mbalimbali pamoja na wazalishaji. Kwa hiyo haya maonyesho ni platform moja kubwa inawakutanisha wazalishaji, watengenezaji wa bidhaa pamoja na wa malighafi, yanawakutanisha kwa ajili ya kutambuana, kujuana na mtu kujua wapi anaweza kupata ile malighafi badala ya kuitafuta mbali. Pia maonyesho haya msingi wake mkubwa pia, kama nilivyosema, kampeni ya Tanzania tuna bidhaa nyingi na tungependa Watanzania wawe wazalendo
kuzipa kipaumbele bidhaa zetu mwanzo. Kwa hiyo haya maonyesho ni moja ya eneo ambalo linatukumbusha kama Watanzania kupenda bidhaa zetu. Huduma ya kliniki ya biashara katika maonyesho haya pia inaendelea kutolewa. Sisi kama TanTrade wasimamizi wa huduma hiyo ya kliniki ya biashara, ambapo wenye matatizo yao mbalimbali katika hili swala la biashara wanokwazwa, kwa hiyo wanaweza kufika pale katika maonyesho haya na wakatatuliwa changamoto zao. Mimi natoa wito kwa wakina mama manyumbani, vijana, watoto, watafiti, wanafunzi na wale ambao wanapenda kutembea waje kutembea maonyesho haya ya 5 ya Vonda wa Tanzania, kwa sababu hili ni eneo letu sisi wa Tanzania la kujidai na kujua. Si vyema ukahadithiwa, ukaambua kilichopo. Kutembea ni kusoma, kutembea ni kujua. Kwa hiyo ni vyema wakaja wakatembea, wakasoma, wakajifunza kilichopo na wakashuhudia kilichopo na bidhaa ambazo zipo Tanzania. Kwa hiyo natoa wito kwa Watanzania waje watembee. Tuko hapa kuanzia saa 4 asubuhi hadi saa 12. Kuanzia tarehe 3 kama nilivyosema, yatamalizika tarehe 9 Disemba ambapo ni kilele cha sherehe za uhuru wa Tanzania, kuanzia saa 4 asubuhi hadi saa 12 jioni. Karibuni, tunawakaribisha watu wote waje watembee katika viwanja hivi ya Sabasaba viliopo hapa Kilwa Road, Dar es Salaam, kuja kushuhudia na kuona maonyesho pamoja na kutembea. Karibuni sana. Moja ya sekta inayokuwa kwa kasi katika mikoa ya katikati ya nchi ya Tanzania na inayofanya vizuri biashara ya mvinyo, basi hapa tunaongelea Idodomia. Watu wanapenda sana waini. Kuna zenye vilevi na zile ambazo hazina vilevi. Na waliokuwepo katika maonyesho ya viwanda, lakini kuna dhana potofu kwamba waini zinazotengenezwa South Africa, huko Ulaya na sehemu zingine zina ubora kuliko zile zinazotengenezwa hapa nchini. Je, ukweli huo uko namna gani vipi? Moja kati ya bidhaa ambazo Tanzania siku za usoni, kuanzia sasa tunaanza kuona mwanga kwa mbali, ni swala zima la mvinyo. Na idadi ya wanywaji wa mvinyo Tanzania imekuwa ikiongezeka kutokana pengine na ubora wa bidhaa zinazopatikana hapa nchini, na ipo dhana ya kwamba vya kwetu sio vizuri kuliko vinavyotoka nje. Tukamtafuta mtaalamu ambaye yeye atatupa kindaki uzalishaji wa bidhaa za mvinyo hapa Tanzania. Mambo vipi? Salama kabisa. Habari ya kazi? Safi kabisa. Mambo yanaendaje? Safi kabisa. Naona mivinyo kama yote. Kama yote. Ziko brands ngapi mnazo nyinyi? Tuna brand kama 7 za mvinyo. Tuna Dompo, tuna Alta, tuna For You, tuna St. Mary, tuna Dompa, tuna Image na tuna Climax. Lakini kwenye Image hapo zimegawanyika mara 3. Tuna Image vile vidogo vinaitwa Image Fortified, tuna Image Dry Red na tuna Image Dry White. What the difference? Ni packaging peke yake au? Hapana. Kwenye Image hizo 3, Image Fortified kale pale ni ka sweet. Ni ka sweet fortified red. Alafu hizi Image Dry Red manake ni yani it's not sweet. Ni Image Dry Red. Alafu tuna Image Dry White manake hazina sukari, alafu ni nyeupe na nyekundu. Yeah. Okay. Na tangu hazina utamu. Yeah. Tangu mmeanza kuingia penetrate kwenye market. Yes. Do you see the future is promising? Extremely promising. The future of the wine industry is extremely promising. Yes. Na unadhani nini mtu aone bora tumie brands za kwenu kuliko brands za nje? Kwa sababu moja kati ya concepts, perspectives za watu ni kwamba vya kwetu sio vizuri na za kwetu mvinyo hii watu wanaungaunga sana. Ukiangalia kwa maana ya quality, usipata kama ile ya kwenu, unaweza kumwambia mtu kwa nini mtu atumie za kwenu? Ya kwanza hiyo ni dhana tu kwamba bidhaa ya nje is more likely kupendwa au inapendwa zaidi kuliko ya kwetu. Lakini ya kwetu sisi naweza nikasema kwamba ni tofauti. Kwa sababu gani? Kwanza tunatumia state art of technology, yani teknolojia yetu ya kutengeneza mvinyo, yani it's the best in the business right now. Hicho ni cha kwanza. Cha pili, professionals wetu wanaotengeneza mvinyo, yani ni extremely trained, yani ni kwamba ni professional kama professional, wanakuwa trained South Africa, Italy, ili tukuje kutengeneza kitu ambacho ni cha nini? Ni cha quality ya juu. Kwa hiyo tunaposema our wine is of the best quality, tunakuwa kweli yani tumejiestablish kwamba we are making the best quality wines based on state of art technology, professionals na the whole process of making wine. Yani ni ipo on point kabisa. Tukichukua products zetu, brands zetu kama Tanzania, yes, made in Tanzania, yes, tunaweza compete kwenye market ya Afrika na ulimwengu kwa ujumla. Hiyo ndo kati ya mission yetu mojawapo, ni kwamba we want to be the best wine producers in East Africa.
Kwa hiyo yes. Give me 5 competition. Hiyo ndo mission yetu. Kwa hiyo hatuwezi tukasema we want to be the best kama tufanyaji, hatuziweki wine zetu kwenye mashindano. Kwa hiyo tutafika huku na tunaelekea huku, na our wine can compete kuingia kwenye hilo soko la nje. Unadhani kuna dhana za ambazo tunazo za kwetu sisi? Kwa maana unajua kama unafikiria kwenda huko kwenye East Africa, kwenda ulimwenguni, lazima uangalie ulimwengu unafanya nini pia. Yaani uchungulie ulimwengu unachokifanya, alafu ndio uje angalia bana, sisi tutapitia hapa ili kucompete. Ninyi mnajikompea kindani ndani au mnajikompea kiulimwengu? Tunajikompea kiulimwengu. Umesikia kwamba mvinyo wetu umepenetrate, umeingia China? Haiwezekani. Inawezekana kabisa. Mvinyo wetu umepenetrate, umeenda China, manake tuna quality ambayo yani it can penetrate ikaingia kwenye masoko ya nini? Ya nje. Kwa hiyo we have got that quality ambayo it can compete with anything. Mtu akitaka mivinyo anapata wapi? Kwa Dar es Salaam tuna agent wetu yupo Sinza Makaburini. Yeah, kwa Dodoma pale tuna agent Mwanza, tuna Dodoma yani ndo kwenyewe. Kwa hiyo kwetu pale unaweza kupata kiwandani ambacho kipo Makole nyuma kidogo ya Shabibi. Alafu tuna sales point pia ipo Kimbinyiko, mitaa Kimbinyiko pale kuna sales point. Ukiliza tu Alco Vintages unaoneshwa. Tuna agents wetu pia kwa Mwanza, Mbeya au wote tunao. Yeah. Okay. Bwana, hapa tulikuwa tunaangalia mivinyo inayopatikana kindani kwetu, lakini na ubora wa kimataifa. So umesikia mwanangu? Imeshaanza China. Soon unasikia mara imepenya to UK, US, kwa sababu we think globally and we act locally. Katika kubadilisha muonekano nyumbani kwako ama mtaani kwako, kuna haja ya kuweka paving blocks zenye gharama kubwa au kuishi kwenye mtaa wenye mashimo ya kutisha. Hapa tukutana ndugu zetu wa Stapeco, na pembeni yao kuna marafiki zetu kutoka hapa Tanzania wanaotengeneza transformer na vifaa vingine vikubwa vya umeme hapa nchini Tanzania, yani made in Tanzania. Bwana, hapa nimefunga zangu safari katika haya mabanda ya made in Tanzania, bidhaa zinazotengenezwa hapa nchini Tanzania na viwanda mbalimbali katika maonesho haya ya kimataifa au ya kitaifa hapa eneo la Sabasaba. Na hapa nimekuja kwa watu wangu wa nguvu sana, Stapeco. Mambo vipi? Fresh, karibu. Kwa tangu mara mwisho tulipoachana. Sisi tuko vizuri. Mnasonga. Hivi 0336 nini hizi kwanza nianzia? Hizi ni aina za kokoto. Okay. Kokoto zinapimwa kutokana na ukubwa wake. Okay. Kwa hiyo hii kama unavyoona 14 20 na hii 3 unaona ukubwa wake ni tofauti. Okay. Na hizi ndizo zinazotumika kupata zile formula za kutengenezea barabara, yani ile michanganyiko. Ile michanganyiko tokea hapa. Inatokea huko. Mimi kwangu ni ile lami ya majumbani ndio ishi kubwa sana. Tangu nilipokuja pale ofisini kukutana kitu kile napiga pale mkeka. Mtu akitaka kuweka ile lami ya majumbani badala ya pavements, akaweka ile lami, procedure zikoje? Utaratibu ukoje? Mnaenda kukagua kwanza eneo husika au mnaenda procedure zikoje? Of course, kama mtu anataka kuweka majumbani kwake, huwa tuna tabia kutuma timu yetu ya survey iende kuangalia. Okay. Kwa sababu ni muhimu kuangalia ili kujua nature ya hiyo ardhi ya hapo ikoje. Okay. Je, mfumo wa maji wa hapo ukoje ili drainage system ziweze kutengenezwa vizuri, na udongo hapo ukoje, unahitaji treatment au unahitaji soil stabilization ya aina gani? Kwa hiyo watu wa survey ni lazima watangulie. Okay. Na wao wakishatangulia, wakishatuletea majibu ndo tunashare na yule muhusika kwamba hapa sasa kinatakiwa kifanyike hiki kabla sisi kuja kuweka lami. Inawezekana hujui tunachokiongelea hapa, kumekuwa na uwekwaji wa decorations ambazo tunamaanisha urembo kwenye majumba, kwenye baadhi ya parking zetu kwa kuweka zile pavements, vile vitofali, pavement blocks. Lakini kupitia watu wangu wa nguvu Stapeco, wao wamekuja kivingine. Unagonga zako lami, yani lami inatoka mtaani mpaka nyumbani kwako unaweka pale. Sasa hapa ndo tunaongelea procedure ya namna ya kupata hiyo lami mpaka kuja kuweka pale nyumbani kwako. Na ni gharama sana au ni afadhali mtu aende kwenye pavement blocks?
Kwa kuweka lami, ukichukua ile lami ya kawaida, lami joto, inaweza ikawa ni gharama kubwa. Lakini hii ni lami baridi, gharama zake ni nafuu zaidi. Ukilinganisha na paving blocks. Ni nafuu. Yaani nikisema nafuu nazungumzia ile state ya lami na ile ya paving blocks. Tukiachana na mambo ya soil stabilization. Kile kipande cha juu ni gharama. Ni nafuu, yani gharama zake almost zinakuwa the same, na zinaweza zikawa nafuu zaidi kutokana na eneo kali linapozidi kuwa kubwa. Sasa unajua kwenye hizi hapo soil stabilization nini na nini, hizo ni nini? Ukiongea hivyo treatment, nikiongea hivyo namaanisha ile ardhi ya pale kushindiliwa na kuwekwa sawa kabla ya kuweka lami. Kwa hata mtu anayefanya pavement lazima watakuja, watashindilia, watajaza udongo, wataweka mchanga, watashindilia tena, ndo baadaye watakuja kuweka zile pavement. Ni procedure hizo hata kwa mtu anayeweka lami zinatumika. Lakini tofauti tu kwamba sisi tunatuma watu wa survey ili waje kutoa taarifa zenye uthibitisho zaidi, za kitaalamu zaidi. Kwa sababu uwezo ukaweka lami, lazima ujue maji yanapita wapi, yanatakiwa kwenda wapi. Kwa hiyo lazima ufanye vitu ili kuepusha uharibifu wa baadaye. Kuna uwezekano mtu akaja, nyinyi mmeshafanya survey, wataalamu wamekwenda, wameshaona hapa ilivyo, treatment yake itakuwa hivi, stabilization yake itakuwa hivi na hivi na hivi na hivi. Mtu asema mimi sitaki hayo yote, mimi niwekeeni tu lami. Mnakoma naye hivyo au mnaambiwa na kitaalamu sisi tunaonekana sisi ndo hatujui? Mnafanyaje kwenye ushauri? Hapo ni lazima tumpe ushauri. Kuna vitu unaweza ukaviepuka. Kwa mfano kama mtu kuweka yale mawe ya pembeni, unaweza kumwekea bila kuweka yale. Lakini kwenye swala la hiyo soil stabilization, hili ni jambo muhimu sana. Ni jambo muhimu sana kwa sababu unaweza ukaja kuweka alafu kesho ikitoka utatuambia sisi ndo wabovu. Ndio, mtu anakuja kulalamikia nyinyi tena. Wakati alikatae mwenyewe. Na kile kitu ni cha lazima, hata kama utakuwa unaweka paving blocks, ni lazima utafanya hivyo. Hakuna fundi wa paving blocks atakayekuja tu atakawekea. Sasa sana mtu anaweka tiles, uwezo kaweka tiles bila kuwa na floor. Lazima floor ianze, tiles zije, utakuja kumwambia nyekee kwenye mchanga. Kwa nyumba za kawaida hizi parking na nini, mkiweka mfano lami, inatumia kama wiki ngapi hivi mpaka aanze kupaki magari yake atumie kama hivi? Hapana, kwa lami baridi ni muda mfupi sana. Tunaweza tukafanya leo mpaka kesho akawa anatumia, kwa sababu kadri yeye anavyopita na gari zake pale anazidi kufanya mgandamizo, kwa hiyo lami inashika zaidi. Kwa hiyo tunafungua mapema zaidi ili aweze kupita, na yeye kwa kuitumia anaigandamiza zaidi. Kwa hiyo wala sio wiki ngapi, the moment sisi tukapokuwa tumemaliza the sooner atatumia. Nataka kujua zaidi mambo hayo, mtu aje wapi? Tufuate Starpeco, tunapatikana eneo la Kipawa opposite na Terminal 3. Pembeni ya kampuni ya Balesa. Ile Balesa wanapotengeneza mikate, pembeni yake na sisi tunapatikana pale. Bwana asante sana. Bwana karibu bwana. Asante, siku njema. Karibu bwana. Na wewe uweke bwana. Mimi lazima nitaweka. Lazima. Na sasa hivi tuna program ya kufanya decoration ili ziwe na rangi. Yaani mfano hapa blue, hapa nyekundu, hapa kabisa. So, tupo katika hiyo process ili ziwe na rangi. Ili decoration. Ukikaa kwa mbali hivi unaona kitu kama mchoro hivi, kumbe ni lami. Kumbe ni lami. Kama vile pavement tulivyokuwa na blue, kijani na nini. Na sisi ndo tunafanya hizo process ili mteja hapo baadaye hivi baadaye itakuja kuwa hivyo. Basi asante sana. Karibu. Tisha sana. Haya. Mambo vipi? Safi. Habari ya kazi? Njema. Sabasaba maonesho yanaendaje? Maonesho yanaendelea vizuri. Tunashukuru tunapata wageni wanatokea hapa na hapa. Changamoto ni ndogo ndogo kwa mgeni ambaye anakuwa afahamu hiki kitu, anajaribu kuuliza maswali ambayo kidogo yanaleta changamoto, lakini tunajitahidi kumueleza jinsi ambavyo tunahitaji teknolojia yetu kuikuza zaidi ili kukidhi mahitaji ya nini ya wateja wetu. Hapa naona kuna matransformer, madude ni nini hasa hizi? Hizi ni transformer ambazo ni moja ya transformer ambazo zina step down umeme. Yaani inamaanisha kwamba kuna ile inaopandisha umeme na tuna ya kushusha.
Kwa hiyo hii hapa ni moja ya transformer ambazo tunatengeneza sisi kwa ajili ya ku step down transformer. Ni distribution transformer but it's just to step down nani electrical yeah. Kwa hiyo katika uzalishaji wetu ndio tupo katika base hiyo, kwa kutokana na umeme wa Tanzania tunapokea 33 kVA, sometimes 11 kVA. Kwa hiyo tunaishusha chini kwenda kwenye 0.4 kVA ambao ni kwa ajili ya domestic au matumizi ya nyumbani ya kawaida. Yeah. Hayo ni not only domestic but hata kama ni viwanda. Lakini 0.4 ni kwa ajili ya mahitaji ya mteja. Hiyo ndio constant kwa upande wetu sisi. MPLT inahusika na nini hasa? MPLT ni Marco Plus Company Limited, ambayo hiki ni kiwanda ambacho ni son, tunasema hivyo, ni kiwanda ambacho ni mtoto kwa ndani ya kampuni ya Marco Plus India, ambao hawa ni wawekezaji kutoka India ambao wana miaka kama 35 hivi kwa upande wa India wakiwa wanazalisha transformer. Kwa hiyo wakaona wainvest na Tanzania ili tuweze kupata kitu ambacho tunazalishwa hapa nchini. Hizi zinazalishwa hapa nchini? Au ziko linatoka kule na kuja hapa tunalipimpo? Sisi tunazalisha, hatufanyi mambo ya assembling. Tunazalisha, tunapokea raw materials ambazo tunazifanyia sisi production, tuna produce kitu kamili ambacho ni transformer. Umeona? Kwa hiyo kutokana na hiyo nimesema kwamba investors kuja hapa ndio wakaingia mkataba pamoja na Mtanzania ambaye akachukua percent na wao wakaingiza percent, ndio tukazalisha Marco Plus Tanzania. Okay. Ndio. Mnafanya wateja wenu kubwa ni TANESCO na REA au na watu binafsi? Hata watu binafsi tunapokea. Okay. Lakini hawa ndo wateja wetu wakubwa wa kwanza. Okay. Baada ya hapo tunapokea wateja wengine wadogo wadogo kutokana na mahitaji yake. Kuna mteja anaweza akahitaji transformer yenye 11 kVA, tukamtengenezea 50 kVA, tunamtengenezea. Kwa hiyo tunahitaji nyinyi mnatengeneza? Tunatengeneza kutokana na mahitaji ya mteja. Mteja anahitaji kiasi gani? Umeona? Kwa unaweza ukapata mteja akaja na shida, yeye ana let's say pump. Ana pump horsepowers. Anakuambia mimi sifahamu kuhusu mambo ya kVA na nina pump karibia 7-8 na nimeshauriwa kutengeneza kuwa na transformer, nifunge transformer kwa ajili ya kuendesha mradi wangu. Kwa hiyo sisi tunampokea mteja huyo, tunaangalia kiwango cha umeme ambacho yeye kwa transformer zake, kwa pampu zake anahitaji kiasi gani cha transformer, tunamtengenezea kutokana na mahitaji yake. Kwa hiyo tunaenda kwenye jinsi mteja yeye na matumizi yake anahitaji. Hivyo. Hapa kwenye banda yetu umeona kuna hizi za luku nini? Hizi ni za nini hizi? Yeah, hapo tuna submeter. Hizo ni mita za luku. Ambazo hizo mita wanatumia wateja wetu kwa njia ya luku. Lakini ndani hapo tuna mita nyingine ambazo zinatumia chip. Kwa hiyo inamaanisha kwamba unaweza kuwa nje ya mkoa, inaku alert kwamba umeme wako umekaribia kuisha, then unaingiza code, umeme unapata. Kwa haijalishi. Rudia sentence hapo. Hapa tuna mita ambazo zinatumia kuingiza kodi kwa njia ya luku. Lakini ndani yake tuna mita nyingine ambazo ziko digital zaidi. Ni mita ambayo unaweza ukawa nje ya mkoa, lakini yenyewe ikakupa alert kwamba luku yako imekaribia kuisha. Hizo zipo hapa Bongo? Zipo Tanzania, tuna supply. Bwana, katika issue kubwa bwana, nyumbani umeme ukirudi unakatika kama ghafla. Unakatika na hilo yaani una mahitaji ya muhimu sana na siku hauna hela. Nilikuwa najiuliza hivi hakuna kitu kinaweza kualert kwamba bwana umeme unaisha. Kila saa naenda naangalia 4, 2. Kumbe ipo mwanangu. Nikuta kujua tu. Ndio. Sasa ya mwisho hii si unataweza kutokana na mahitaji ya mteja? Ndio. Nikupe la kwangu, labda unaambia kama hii mnayo. Mimi bwana niliwahi kuloa na mvua. Luku yangu iko nje. Na nyumba zetu za Uswazi. Luku iko nje, umeme umeisha. Nikanunua kwa njia ya simu. Lakini pale inabidi nitoke tena chumbani niende kule ndo nikatie zile namba. Huku mvua inanyesha. Hivi huko mbeleni hamwezi kutengeneza moja tu nikilipiga kwenye simu hapo. Kama unavyolipa kwenye hivi vingamuzi na nini, ukipiga tata kile kitu kinafyatuka. Hiyo hamwezi kufanya huko baadaye huko mwanangu. Yaani kwa hii niliyokueleza. Hii ni digital ambayo inaingia na chip. Unaweka chip kwenye mita yetu, then wewe popote ulipo. Hata uwe Dar es Salaam, uwe nje ya Dar es Salaam, uwe Zanzibar, uwe Mwanza, uwe Dodoma, unaweza ukaingiza credit
nyumbani watu wanaendelea kupata umeme. Embo cha masiala. Ndio hiyo niyokuambia kwamba inaku alert hata ukiwa popote pale ulipo, inakupa tu mwongozo kwamba kwenye mita yako umebakiza unit 2. Ndio. Kwa hiyo unahitajika kulipa. Kulipia, unaingia, unaingiza, unanunua uluku yako kiasi ulichotaka, nyumbani umeme unaingia kama kawaida. Hapo mmetisha. Bwana, kiwanda kiko wapi hapa Bongo? Kiwanda chetu kiko Mbezi Beach juu, barabara ya Goba. Ndio. Ukiwa Masana Hospital ni kama mita 800 tu. Kutoka Masana Hospital kwenye kona ya mwisho kiwanda chetu nakiona. Basi haina shida mwanangu. Tutakuja kuwatembelea kiwandani kabisa. Naam, karibu sana. Siku njema sana. Asante. Kuna msemo wa Kiswahili unasema tembea uone. Ndugu yangu, ukisikia maonesho kama haya ni vizuri ukaja kutembelea. Huwezi jua utakutana na kitu gani ama ukakutana na nani. Hapa ni kutana na jamaa kutoka Tanzania Investment Bank. Hawa wanatoa bima ya kukopesha kwa watu, viwanda, makampuni, na hapa wanazungumza kuhusiana na wafanyabiashara. Tunapoongelea ukuaji wa viwanda Tanzania, yani tunapoongelea made in Tanzania katika kukua kwake, lazima upate watu wanakusababisha pia ukue pamoja na dhana nzima ya made in Tanzania. Yani inamaanisha ukuaji wa dhana ya viwanda na uwekezaji na biashara katika Tanzania. Na hapa kuna partner for growth ambayo tunaongelea ni TIB Development Bank. Mambo vipi? Safi kabisa, mambo vipi? Poa za kazi? Salama kabisa. Moja kati ya dhana ya watu wengi waliokuwa Tanzania kwa maana ya kwamba small medium enterprises hazina mchango mkubwa katika ukuaji wa uchumi. Mimi nikisikiliza recovery ya COVID kwa nchi ya China, Marekani, direction kubwa sana iko kwenye small medium enterprises. Tanzania, ninyi mna mchango gani kwenye hizi SMEs? Sisi kama benki, TIB Development Bank ni benki ambayo ilianzishwa mahususi kwa ajili ya kutoa mikopo ya muda mrefu, mikopo ya maendeleo, mikopo ya viwanda, mikopo ya kuwezesha wajasiriamali kutoka kwenye hatua ya ndogo kwenda kubwa. Kwa hiyo sisi kama TIB, kikubwa tulichonacho katika sekta ya viwanda na miundombinu tofauti hapa Tanzania ni kuhakikisha wale watu wana grow. Tuna aina tofauti za mikopo ambayo ni purposely kwa ajili ya kuwasaidia hivyo vitu. Na ukifika pale TIB, mikopo yetu sisi kima cha chini kwa ajili ya maendeleo, mikopo yetu kima cha chini ni milioni 100. Milioni 100 ndio kima cha chini. Kwa hiyo nadhani inaweza ikakutisha ukaona kwamba ni amount kubwa, lakini TIB inaangalia aina ya mradi ambao mteja anakuwa amekuja nayo. Mradi kama ni endelevu na utakuwa na impact kubwa kwa taifa, TIB ina mikopo hadi kwa wale watu ambao wanaanza mwanzo kabisa. Kwa hiyo kima cha chini kwetu ni milioni 100 na tunaangalia vile wale wajasiriamali wadogo, wakati na wajuu. Na tunao wengi ambao tumeweza kuwawezesha katika kitu hicho. Bureaucracy ikoje? Maana unajua moja kati ya changamoto kubwa sana ambayo kwenye nchi tumekuwa tukipambana ni bureaucracy. Ni kweli watu wanatamani kukua, wanatamani kufika katika uchumi wakati tubaki hapo hapo. Lakini kumekuwa na bureaucracy nyingi sana katika sekta hususan ya fedha katika kukuza hizi wajasiriamali kuwa wakubwa. Kwani bureaucracy ikoje? Kama unavyojua TIB ni benki ya kiserikali, serikali inaimiliki TIB kwa 100%. Kwetu sisi bureaucracy hakuna kabisa. Sema tu ni kwamba Watanzania wanashindwa kujua tofauti kati ya benki ya maendeleo na benki za biashara. Benki za biashara zipo ambazo ni nyingi, zinatoa mikopo yake ambayo inakaa kwa muda wa mwaka 1 mpaka 5. Sisi ni benki ya maendeleo ambayo tunatoa mikopo ya muda mrefu ambayo ni mwaka 1 mpaka miaka 20. Sisi tunapenda kuwakaribisha waje kwetu. Hatuna bureaucracy, haipo, ambayo kwa Kiswahili wanaita ukiritimba. Hakuna ukiritimba kwa sababu mlengo wetu sisi ni wa serikali inataka nini. Ukiangalia serikali ya awamu ya 5 lengo lake kubwa ni viwanda. Sisi hatuko kumwangusha Mheshimiwa Rais kwenye hicho kitu. Mtu akija kwetu atahudumiwa kwa haki kabisa, openly kabisa, hakuna ubabaishaji wala nini. Kwa hiyo kikubwa ambacho nataka niwaambie Watanzania waelewe kwamba utofauti wetu sisi na zile benki za biashara. Benki za biashara labda kwa sababu wana wateja wengi na nini watu wanaweza kaona kuna hayo mambo ya hivyo. Lakini kwetu sisi mikopo yetu ni purposely kwa ajili ya kuwasaidia wao kuwekeza katika viwanda na nini. Kwa hiyo waje, bureaucracy haipo. Tunawakaribisha sana waje, hatuna bureaucracy. Kwenye kuendesha viwanda na biashara, kati moja hapo ya changamoto ambazo tumekutana nazo katika hizi hapa
ni uendeshwaji wa biashara zenyewe. Unajua Watanzania tukiwa tuna hela, tuna mawazo mazuri sana. Ghafla TIB imeintilia milioni 100 pale tap. Ndio nakumbuka sina gari kali, sina nyumba ya kukaa, unaanza kudivert kutoka kwenye the proposal na vitu viko mnawasaidiaje wafanya biashara si tu kukuza kwenye mitaji yao, lakini kukuza katika fikra zao ili kuweza kuwekeza na kupata matokeo chanya. Yeah, sisi kama Benki ya Maendeleo tuna kitengo ambacho ni advisory. Okay. Kazi yake ni kushauri wale wajasiriamali nini kifanyike ili kusudi wafikie malengo yao. Na kikubwa kwetu sisi kama TIB huwa hatuangalii dhamana. Watu wengi wanakuja na dhana ya dhamana kwamba kwa sababu na dhamana hii ngoja nikapewe 100. Sisi dhamana sio kitu, ni mradi na jinsi tutakavyorudisha na kuleta maendeleo kwa taifa. Kwa hiyo tuna kitengo ambacho kinashauri watu jinsi ya kufanya. Mbali na hiyo pia sisi mikopo yetu hatumpi mtu 100. Yaani mtu anachukua hela za kulima, tunampa na hela za kuvunia siku ya kupanda na kupalilia. Hapana. Hela zinatoka kwa phases, kwamba sasa tumefika muda wa kuvuna wa kuandaa shamba, mtu atapewa hela kwa ajili ya kuandaa shamba. Imefika muda wa kuagiza vifaa, yule mteja anatakiwa atuletee invoices za vile vifaa vyake. Yes, anataka vifaa, sisi tutahakikisha vifaa vimefika kwenye eneo la tukio, eneo husika. Itakapofika muda wa kuvuna na nili tutatoa hela kwa ajili ya kuvuna. Muda wa kutransport kupeleka sehemu fulani hivyo. Kwa hiyo kwa sababu hizo na vigezo hivyo tulivyoviweka ni vigumu kwa mteja kuweza kudiversify, na bado teams zinakuwa zinawatembelea wateja mara kwa mara. Kwa hiyo kama mtu atakuwa amedeviate kwenye original plan, still wataalamu wetu wataweza kujua na wataweza kujua na wataweza kutoa ripoti kwa benki, na benki itaweza kutake action accordingly. Neno lako la mwisho kwa mtu ambaye anakutazama sasa hivi? Mimi ningependa kuwakaribisha Watanzania waje TIB Development Bank, makao makuu tuko Mlimani City, tuna matawi 4, tuko Mwanza, tuko Mbeya. Kwa wale watu wa kanda ya kusini watatukuta Mbeya katika eneo la Jacaranda. Watu wa Mwanza tuko kwenye jengo la PSSF pale katika mnara wa samaki. Arusha kwenye hoteli karibu na hoteli ya Impala pale tuko Arusha. Na Dar es Salaam tuko hapa Dar es Salaam, tunasema tuko ofisi 4. Kwa hiyo mimi napenda kuwakaribisha Watanzania waje TIB. Tumewawezesha wajasiriamali wengi tu, nikiwataja kwa ufupi, kuna watu kama kina Kagera Sugar, ni TIB imeanza nao kutoka chini, au Alco Vintage tumetoka nao chini. Viwanda ni vingi, sitaweza kuvitaja. Kwa hiyo Watanzania waje, benki yetu ni benki ya maendeleo, ni tofauti na benki za biashara. Kima cha chini milioni 100, na tupo kuwasaidia, tupo kwa kutimiza lengo la serikali ya viwanda. Kwa hiyo hakuna ukilitimba, hakuna kitu chochote. Karibuni TIB, badilisheni mawazo kwamba wanaweza kuwasaidia, ni benki za biashara tu. Asante. Nilitaka kujua je, TIB wao katika kufanya kwao kazi huwa wanafanya na issue za bima? Maana nimekwenda kwenye viwanda vingi sana, nimejionea kwa macho yangu. Viwanda vipo, vinafanya kazi, umekula mkwanja wa milioni 100 tayari. Kiwanda chako chenyewe kiko insured. Nikataka kujua yangu kama kawaida, safari mwana mtembezi, nataka kujua yaliomo yama ama vipi. Nikafika kwa mtaalamu wangu hapa kutaka kujua hasa kuhusiana na insurance services, huduma za bima. TIB mnafanyaje hivi? Ndio, benki ya TIB kama benki nyingine ina kitengo cha bima ambacho pamoja na mambo mengine kinahakikisha kwamba miradi yake na assets zilizotengenezwa na miradi yake zinakatiwa bima kwa ufasaha, kuepukana na majanga yote yanaweza kujitokeza. Kwa ndio benki ina kitengo cha bima. Hapo tuende vizuri. Mnafanya bima kwa watu ambao mmewawezesha financially, au kuna mtu mwingine kama hajamwezesha na yeye amejiweka iko vizuri, anataka kufanywa huduma ya kibima, mnafanya? Yeah. Kitengo cha bima kinahudumia wateja wa benki pamoja na wateja wengine wote wanaweza kujitokeza. Kwa hiyo hata kama wewe sio mteja wa benki unahitaji huduma ya bima, unakaribishwa ofisini kwetu na utapata huduma ya bima. Na mnakava kwenye maeneo gani? Maana nimetembelea viwanda vingi sana, nimeona wengine wana mashine na naambia bwana, hii tumenunua bilioni 2 kwa ajili ya uzalishaji tumeleta hapa nchini. Ni mashine ya kisasa kabisa. Na wauliza, mmekatia bima? Maana likibuma mnaagiza tu bilioni 2 zingine. Au utaratibu ukoje? Mnakava maeneo gani? Katika hali ya kawaida tunatoa huduma za bima za aina mbalimbali, iwe ya viwanda, iwe ya mazao, iwe ya binafsi kama nyumba au magari. Na kwa minajili ya viwanda tunakata bima za viwanda vyote. Tuna mifano ya viwanda mbalimbali ambavyo tumevifinance na tumevikatia bima. Mfano kuna kiwanda cha kutengeneza wine cha Alco Vintage, tuna kiwanda cha kahawa kinaitwa Mimza, na actually kama Mimza ya Bukoba
iliathirika na tetemeko la kipindi kile kama unakumbuka mwaka 2017 kama sikosei, na walilipwa pesa zao vizuri, wakarudi kwenye mstari. Kwa hiyo katika hali ya kawaida ni washauri wenye miradi, wenye viwanda waje kukata bima ili wawe salama. Na ili uweze kukava unatakiwa uwe angalau na labda gharama ya vitu vya shilingi ngapi? Kwa maana kwamba mfano mtu kaenda chake anaweza kusema mimi kaenda changu ni kidogo, kina mashine chache, kina mashine 5 tu, nadhani sihitaji bima. Mnaanza kukava kuanzia wapi? Hapana, unaruhusiwa kukava kwa chochote ulicho nacho. Katika hali ya kawaida ukiwa una kiwanda pengine ndio passion yako, ndio investment yako, hata kama ni mashine 2-3 lakini zina thamani. Kwa hiyo tunashauri mwenye mashine yoyote iwe ya milioni 5, ya milioni 10, milioni 100, bilioni, zote zinaweza kupatiwa bima. Haya, turudi kwenye nani sasa? Mazao mnaanza kukava kwa lile akiwa anapanda, yakiota au akishayavuna, mnakava kuanzia wapi? Mazao akishapanda tunaweza kumpa bima kwa sababu yanaweza kukumbana na changamoto yote katika kukua kwake. Yanaweza kukumbana na changamoto yakiwa katikati kabla hajaweza kuvunwa au mwishoni kabisa. Kwa hiyo as long as ameshapanda kila kitu kiko sawa, anapoenda kusubiri yakue pale tunaweza tukampa bima. Hebu nifafanulie vizuri ili nielewe. Mfano mtu anapanda nyanya. Wanasikia gashikaje anasema bwana, mimi nimepanda nyanya eka 10, nimepata hasara zote, mafuriko yamepiga kule Kilosa, sijapata hata shilingi. Ina maana zinaweza kuziwekea bima? Ya, bima ya mazao ni a bit specialized. Inahitaji utupe taarifa. Inawezekana kwa sababu kampuni za bima zinahitaji kustadi riski inayohusiana na aina ya mazao. Kwa sababu riski ya kahawa huwezi kufanisha na riski ya nyanya, huwezi kufanisha na riski ya mahindi. Kwa hiyo inahitaji kupata taarifa zaidi za kilimo chako zao husika ili uweze kupatia gharama yake na kukupa bima. Kwa hiyo kwenye mazao kama mtu ni mkulima proper official, ana taratibu za kila kitu, anaweza kupata bima. Haya, nije kwenye maisha ya kawaida. Kati ya watu ambao tunalalamika sana, tunasema wezi wanarudisha watu nyuma. Yaani mwizi akija kukomba nyumbani kwako akabeba kila kitu, unaanza kununua kochi moja, TV moja, unachukua mshahara no. Unaweza kainsure vitu vyako nyumbani? Bila shaka. Unaibiwa usiku, asubuhi mzigo unaanza kukwenda vizuri? Bila shaka. Na bima ya nyumba ni moja ya bima muhimu sana na ya gharama nafuu. Mfano wewe unaweza kuwa una gari na thamani ya milioni 20. Ndio. Katika hali ya kawaida bima ya thamani ya gari milioni 20 unaweza kulipa shilingi 826. Lakini unaweza kuwa una nyumba na thamani ya milioni 200 pamoja na vitu vyake vya ndani ukajikuta kwa mwaka unalipa 500. Na bima hiyo ya nyumba ni kusaidia, ina vipengele kama 4 ambavyo vinakava zaidi ambavyo tunategemea. Kipengele cha kwanza kinakava nyumba, the structure, kwa sababu nyumba inaweza ikaungua moto. Kipengele cha pili kinakava vitu vya ndani, the contents. Na mara nyingi unapokuta ikitokea janga la moto kwenye nyumba mpaka ukuta uje uungue, kwanza makochi yameshaungua, makabati yameungua na vitu kama hivyo. Kwa hiyo wanavitaja separately. Kipengele cha tatu kinakava all risk items. All risk items ni items ambazo tunakaa nazo ni majumbani mwetu, lakini pia tunatembea nazo nje ya nyumbani. Kwa hiyo cover yake inaenda kukava against moto, lakini against wizi. Mfano una simu yako ya mkononi ya thamani, una kamera kama hizi naona mnazo za thamani ambazo unaweza kutoka nazo nje ya nyumba, unazikatia bima, laptops na vitu kama hivyo, na baisikeli za pesa nyingi na vitu kama hivyo. Unazikatia bima ya moto pamoja na wizi. Unanielewa? Na kipengele cha mwisho kinakava electronic equipments. Vifaa vyetu vya kielektroniki vina changamoto ya power fluctuation, wakati mwingine umeme umezidi au umekatika, kimeungua. Kwa hiyo kifaa kile pia unakikatia bima, ikitokea kimepata rapsha yoyote ya namna hiyo, basi unaweza kufidiwa. Niwakaribishe sana, hii swala bima ya nyumba ni muhimu mno. Mimi binafsi nimnufaika, niliwahi siku moja kuibiwa simu, niko zangu kwenye gari, wakapita watu wakakwapua, lakini baada ya siku 2 nikarudishiwa pesa yangu ya simu. Ndio, niwakaribishe sana wakati. Neno lako la mwisho kwa mtu ambaye anakutazama muda huu ili uweze kumwambia kuhusiana na bima ni nini? Jamani, bima ni muhimu sana. Tusichukulie kama ni kitu cha gharama na kitu cha luxury, lakini bima ni kitu muhimu, kinatusaidia kurudi kwenye sehemu tulipokuwa kabla ya kupata majanga. Vitu hivi tunavitafuta kwa jasho sana, vya kwetu tunavununua. Kwa hiyo ni vyema tukahakikisha vina bima ili kitokea matatizo yoyote basi tunaweza kurejeshewa. Bila bima mbio yako itachosha kwenye maisha, kwa sababu utakimbia umbali mrefu na utatumia energy kubwa. Lakini ukitaka kuslide bima, na hapa ni TIB, your partner in growth. Salute. Kabla ya kuingia katika biashara yoyote, ni vizuri ama ni vema kufanya utafiti. Na hapa Tanzania kuna kitengo maalum kinachohusika na kufanya utafiti kwa ajili ya viwanda. Walikuwepo katika maonyesho haya ya viwanda pamoja na wajasiriamali
na hapa walionyesha namna gani halmashauri za miji hususan jiji la Dar es Salaam waliwezeshwa kupitia tafiti zao. Shirika la Utafiti na Maendeleo ya Viwanda Tanzania, kifupi unaita TIRDO. Ni nini hasa hii? Mtu akisikia kwa mara ya kwanza akisikia hili neno, ni nini hasa? Shirika la utafiti kwanza awali lilikuwa ni shirika ambalo linaitwa East Africa Industrial Research and Development Organization. Okay. Ila baada ya East Africa kuvunjika ikaitwa Tanzania Industrial Research and Development. Okay. Hasa Tanzania Industrial Research and Development Organization ni shirika ambalo lilipewa dhamana ya kufanya tafiti ambazo zitasaidia kuendeleza viwanda Tanzania. Okay. Kwa hiyo inaangalia viwanda vina shida gani, au vina changamoto gani, inakuja inaleta shida yake, au si naangalia tunafanya tafiti kwa ajili ya kuendeleza viwanda. Lengo ni kupunguza matumizi ya uzalishaji na kuongeza ubora na kupunguza uchafuzi wa mazingira. Okay. Kwa nini hamfanyi research kabla kijaanza? Ndipo kimeshaanza ndio mnakiangalia kwenda nacho au mnafanya? Pia hata kabla kijaanza unaweza ukaja na wazo lako, labda mimi nataka nitengeneze ngozi lakini bila kutumia chromium katika kuchakata. Chromium ni kemikali ambayo inatumika katika kuchakata. Sasa sina kuja na kufanya tafiti kama unataka kutengeneza bila kutumia chromium. Ni vitu gani unaweza kutumia kama mbadala? Ndio kama tumekuja na hii tafiti. Haya ni magome ya miti. Haya? Ni magome ya miti ambayo yanatumika kama chromium. Okay. Ambayo ngozi yake inayotoka ni ngozi hii hapa hii. Baada ya kutumia? Lakini hii imetumika na chromium. Hii imetumika na magome. Okay. Kwa hiyo unaona kutumia ngozi hii una faida nyingi. Kwanza uwezi kupata yale madhara ambayo yanatokana na ile chromium. Ndio. Kwa hiyo ni faida iliyopo. Na pia tuna vifaa. Hii kabla ya kuwa hapa ilikuwa hiki. Kabla ya kuwa hapa ndio ilikuwa hii huko hizi. Maana ndio hizi ngozi. Sasa hizi tumeleta hizi kwa sababu tunakuonyesha namna gani unaweza kuhifadhi ngozi yako kwa njia ambazo ni nafuu na rafiki kwa mazingira. Okay. Kwa mfano kama ngozi hii. Ngozi hii ukiangalia hapa imewekwa majivu tu. Okay. Ili kuweza kudumu. Ili kuweza kutoharibika. Okay. Lakini watu wengi wamekuwa wakizoea kutumia chumvi. Sasa chumvi kwanza ni gharama, hata chumvi kuna mazingira mengine haipatikani. Hata chumvi waga inayeyuka. Okay. Ndio maana tumekuja na majivu. Majivu ni nafuu, hayayuki, alafu pia ni rafiki kwa mazingira. Okay. Kwa tafiti kama mtu mwingine anaweza kaja kusema na ngozi zenu Tanzania mbovu sana, kama ukisikia Mheshimiwa Rais analalamika sisi na ng'ombe wengi lakini hatufaidike na ngozi zake. Sababu unakuta angalia kama ngozi iliyoko nyuma yako hapo. Ndio. Ukiangalia ngozi iko tayari kutengeneza kiatu. Lakini unaona sasa hilo tatizo hilo. Okay. Bali na chata kuna vidoti hivyo. Ndio. Hivi vidoti vinamaanisha kwamba ng'ombe huyu alikuwa halali sehemu nzuri. Kwa hiyo ni wadudu wale. Kwa vitu kama na kuna ile nyingine pale ile inaonyesha visu. Ndio. Tunamfundisha mtu pia visu vya kutumia ili asije akatoboa ngozi kupunguza thamani. Okay. Naam. Hii COVID mlihusikaje hapa? Unajua TIRDO mbali na kufanya tafiti sisi pia tunakaribisha watafiti. Okay. Kwa hiyo COVID kuna mtu mmoja anaitwa Profesa Malebo. Alikuja na tafiti yake sawa na mimi nimefikiria nikitumia kitu fulani na kitu fulani naweza nikatengeneza dawa ambayo inaweza ikasaidia kwenye masuala ya kupumua, homa na mfumo wa upumuaji ambao tatizo hili lilikuwa linasababishwa na virusi vya corona. Kwa hiyo tukamkaribisha, tukakaa naye chini, tukafanya naye tafiti ndio tukaja na product kama hii COVID hii. Kwa hiyo ninyi hasa mmejikita kwenye research? Sisi ni research pase. Mara nyingi sana wanasema no research no right to speak. Na Watanzania wengi sana wamekuwa wanaongea tu lakini hawana tafiti. No research, no data, no right to speak. Inawezekana mtu akaja akadhani kwenye kichwa chake kwamba hili jambo alikuja kufanya research Tanzania. Akaja pale TIRDO akasema bana, mimi nataka kuna kitu nawaza lakini nadhani kitu akija kufanya research Tanzania. Nyinyi mtaambia bana, hicho bado tushafanyia na stock pale ya research. Kabisa. Kwa sababu chochote tunachofanyia research huwa tunahifadhi nyaraka zake. Okay. Kuna vingine ambavyo mmeanza kufanyia research mapema kabla hata mtu hajaleta tatizo lake mkono bwana, miaka 10 ijayo, miaka 15 ijayo Tanzania tukapata shida ya kitu fulani. Nyinyi mkajikita kwenye research leo, mkaja na suluhu tusidondoke katika hiyo nani? Mnafanya hizo? Mfano kama hii ya miogo. Tumetengeneza mashine hii ni unga wa miogo. Unga wa miogo. Huu tumetengeneza mashine ambayo unavuna miogo asubuhi, unakatakata, unausaga, unatoka rojo unaianika, unavuna asubuhi, unakula mchana. Tofauti na tulivyozoea vijijini, mtu unavuna unaanika jiwani wiki nzima. Of which kuanika wiki nzima inaharibu hata vile zile nutrients, vile virutubisho vilivyo katika ule mwogo. Kwa hiyo tukaja tukafanya tafiti kwamba
kuna haja mbeleni ya kuwepo kwa hizi mashine kutokana na ongezeko la watu kuongezeka. Kwa kuna tafiti nyingine tunazifanya kabla na kuna tafiti nyingine tunazifanya baada. Ofisi ziko wapi? Ofisi zetu ziko Msasani. Msasani Macho, tuseme mbele ya Macho. Okay. Ndo pale. Naam. Sasa bwana, niko na watafiti wananipa issue ambazo sikuwahi kuzifikiria kwamba unavuna muhogo asubuhi, mchana unagonga kama kawaida, badala ya kuuanika ukakauka, nutrients zinapotea. Mwisho wa siku ni kweli unakula ugali wa muhogo, lakini kiukweli umekula tu dumbwasha tu pale kwa sababu halina lishe yote. Bwana, kutakia kazi njema mwana. Asante sana. Teknolojia inazidi kukua kila siku. Ule muda kwenda Kariakoo kutafuta bidhaa time yake imepitwa na wakati. Nchini Marekani kuna mtandao kama vile Amazon. Tanzania hapa tukoje? Kuna jamaa nao walikuwepo kuonyesha uwezo wao wa kidigitali. Mimi naitwa Remigius Mujuni Juvenari, ni mwanzilishi na afisa mtendaji mkuu wa EasyTrade Africa, kampuni ya Kitanzania ya teknolojia zinazowasaidia mauzo. Tunaita digital trading platforms, kuwasaidia wazalishaji na wauzaji wa bidhaa mbalimbali kukutana na wanunuzi wa bidhaa moja moja au wanunuzi wanaokwenda kuuza tena, kwa maana final consumers au resellers, distributors. Ni mfumo wa Kitanzania, umetengenezwa na Watanzania. Tumefanya extensive research kuangalia changamoto zilizopo katika mauzo, kwa sababu kwa muda mrefu serikali yetu na wadau mbalimbali wamekuwa wanahamasisha uzalishaji, lakini sisi kama Watanzania na Afrika kwa ujumla tumeona kwamba kuna changamoto kubwa sana katika kutengeneza sales channels. Tunafahamu kwamba dunia yote sasa hivi inaelekea kwenye kununua kidigitali. Kwa hiyo tumekuwa wa kwanza kuwahi kudesign mifumo ambayo ni nyepesi kutumia na wazalishaji wadogo wadogo kama mnavyoona waliokuja hapa Sabasaba kwenye haya maonyesho ya wazalishaji, na lengo letu ni kuhakikisha kwamba tuache sasa sababu au tabia za kuona wazalishaji na bidhaa nzuri tunazokutana nazo kwenye maonyesho tunaziona pale tu tunapokuja kwenye maonyesho. Kwa lengo letu sisi tunapotoka hapa, tunataka kila aliyekuja kushiriki haya maonyesho afungue akaunti yake kwenye EasyTrade, aweze kuuza kidigitali, aweze kuuza kutoka kwenye website yake, tutamfanyia integration kwenye website yake, aweze kuuza kutoka kwenye social media, aweze kuuza kutoka kwenye platform yetu, marketplace yetu ya EasyTrade Africa, aweze kumanage distributors wake, aweze kuwa na account na wale resellers wake. Kwa mfano kama una kiwanda, kuna haja ya kupita huku na kule, unaweza ukawa una account na kila reseller wako. Kwa mfano kama wewe unauza bidhaa ambazo zinakwenda kwenye supermarket, mfumo wetu utakusaidia wewe kuwa na account na kila individual supermarket ambao watakuwa wanatengeneza order, historia ya ile order imefikia wapi, ameshalipa kiasi gani, kwa wale ambao labda unawauzia kwa credit, yote utavipata kwenye mfumo wetu. Kwa hiyo ni kuongeza sales channel, tukielewa kwamba mauzo sasa yanahamia mtandaoni. Faida kubwa ambazo unazipata ni kwamba kumekuwa na tabia ya wazalishaji kulalamika kwamba kuna watu wanachakachua bidhaa zao, lakini sasa tunakufanya wewe upate order moja kwa moja na ushipu moja kwa moja kwa yule aliyetoa order. Kwa hiyo hapo katikati hamna mtu anayeingia anaweza kuja kuchakachua, lakini kuna faida nyingi. Ukishakuwa na duka mtandao, maana yake unauza hata kwa watu ambao hujawafikia. Sisi kazi yetu ni kwamba tukishaweka bidhaa yako kwenye mtandao, tutapiga kelele kupitia kwenye media mbalimbali, kwenye social media, kwenye mainstream media, na wateja wetu ambao tayari wana maduka nao wanapiga kelele kuhakikisha kwamba wanapata oda mbalimbali kupita kwenye sales channels ambazo tumewapa. Mfumo wetu ni wa huko unapatikana kwa njia mbalimbali. Kuna mobile apps una download kutoka kwenye Google Play, kwa mfano application kama ya Cargo kama mnavyoona. Hii ni application ambayo ni marketplace kati ya wasafirishaji na wanaotaka kutuma bidhaa zao. Kwa hiyo kama una mzigo wako, una download app, unaiweka kwenye application,
details za mzigo wako, alafu wasafirishaji ambao wamesajiliwa wanaweza kuona mzigo wako na kila mmoja atatoa bei yake, tunaita bids, kama iko kwenye action hivi. Kwa hiyo atasema okay, una mzigo labda unakwenda Morogoro, msafirishaji namba moja atakwambia atakupeleka kwa shilingi 3000, mwingine kwa shilingi 5000, mwingine kwa shilingi 7000. Utachagua ile bei nzuri, utampa, unaweza kuchati naye kwenye application, alafu ukalipa na akaja akachukua mzigo, badala kuhangaika na mzigo labda kila unapotaka kutuma mzigo lazima uende Ubungo au uende Jangwani. Kwa hiyo tumekurahisishia, tukiwa tunatambua kwamba kila unachokiuza au kila service unayoitoa wateja wako wako kwenye simu. Kwa hiyo moja kwa moja sisi tumeulinki wewe pamoja na wateja wako, awe anataka kuuza au wewe ni msafirishaji unataka kutoa huduma za usafirishaji. Kwa hiyo application zetu ukiingia kwenye Google Play Store na very soon tunakwenda kwenye iOS kwa ajili ya watumiaji wa Apple phones, will be able to download, do your purchases and send your cargos everywhere. Mfumo wetu uko designed na kuintegrate masoko na wauzaji wa Afrika, kwa sababu tunatambua kwamba kwa muda mrefu kwamba Afrika imekuwa ina trade with the rest of the world, lakini we don't trade with each other. Lakini kadri tunavyoendelea kuimplement na kuweka bidhaa kwenye mfumo wetu, tunagundua kumbe kuna watu wanataka bidhaa hizi kutoka Zimbabwe, kuna watu wanataka kutoka Kigali. Tumeanza kupata oda kutoka Sudan, tumeanza kupata oda kutoka Kampala na vitu vya namna hiyo. Na sisi kama Tanzania kwa upande wa cargo tuna economic advantage kama Tanzania, kwamba tuna bandari 4 kwa mfano kutokea Mtwara mpaka Tanga. Kwa hiyo wasafirishaji wetu wanaopeleka mizigo kwenye nchi ambazo ziko landlocked, wakati mwingine magari yao yanakwenda kule alafu yanarudi hayana kitu chochote. Kwa hiyo lengo la mfumo kama huu ni kuaggregate yule msafirishaji aweze kuona mzigo sehemu fulani na kubidi ili aweze kupata return cargo. Tunaamini kwa kufanya hivyo itapunguza gharama za uendeshaji wa biashara, na kwa vyote vile tutakuza uchumi wetu kama taifa na kama bara la Afrika. Mimi kwa majina naitwa Karumuna Benedicto, ni mhandisi, lakini kwenye shirika nimeajiriwa kama meneja wa huduma za ufundi. SIDO ni shirika la kuhudumia viwanda vidogo ambalo limeanza mwaka 1973 kwa sheria ya bunge namba 28. Kwa hiyo tumepewa jukumu la kusimamia viwanda kuanza, lakini pia kuweza kuviendeleza. Lakini SIDO tuna huduma 4 ambazo ni muhimu sana kwa ajili ya kuwasaidia wajasiriamali na wanaoanza viwanda na pamoja na kuviendeleza. Huduma ya kwanza ni kuwezesha wajasiriamali kupata teknolojia, lakini pia kuna huduma nyingine ambayo ni huduma ya mafunzo. Wajasiriamali wanahitaji kupata mafunzo ili waweze kuanza shughuli zao au kuboresha shughuli zao. Na huduma nyingine ni huduma ya kifedha ambayo tuna mikopo mbalimbali ambayo ina unafuu katika kuiwezesha wajasiriamali waweze kuzipata. Lakini pia huduma nyingine kubwa ambayo tunaifanya ni masoko. Wajasiriamali pamoja kuwa wamepata mafunzo na teknolojia wanazalisha bidhaa mbalimbali, na hizo bidhaa waweze kufika sehemu ambako kunahitajika, wanahitaji kuongozwa ili waweze kupata masoko. Na moja ya sehemu muhimu sana inayotumika katika masoko ni kwenda kwenye maonyesho. Mfano leo hii tupo katika maonyesho ya viwanda vya ndani ya Tanzania, hizo bidhaa ambazo zinatoka ndani ya Tanzania, na sisi SIDO tumekuja hapa kuweza kuwawezesha wajasiriamali waweze kuonyesha bidhaa zao ambazo zinazalishwa kutoka kwenye viwanda hivyo nao waweze kujifunza kwa wenzao, lakini pia waweze kuboresha namna ya kuendesha viwanda vyao na hatimaye wakue na kuweza kupata masoko ya ndani na nje. Jina naitwa Evaristi Majuto Maganga, ni mwekezaji wa kiwanda cha waini kutoka Dodoma Hombolo. Kiwanda chetu kinaitwa Wendese Hombolo Winery Industry. Tunazalisha waini kutoka Dodoma. Waini yetu ni organic waini ambayo haitumii kemikali yoyote. Na pili, tunatengeneza waini hii kwa ajili ya matumizi ya watu kuanzia watu wa chini na watu wa juu pia. Utalishaji wa waini una process zaidi ya 3 mpaka 4. Tunaanza shambani. Sisi ni wakulima, tunaanzia shambani.
Kutoka shambani tunakuja kuiprocess zabibu kiwandani. Baada ya kuiprocess kiwandani, tunaitunza, tunaichuja na kuja kufanya packing. Sasa katika kufanya packing tunatumia chupa ambazo ni kama hizi, na flavor za wine ziko zaidi ya 5 ambazo tunazozitengeneza. Tuna Chipeyo ambayo ni fortified, ambayo ni red pot wine. Alafu pili tunayo Dodoma Mbukwenyi, ni sweet white wine. 3 tunayo Asante Dodoma, nafikiri zinajionyesha hapo kama zilivyo. 4 tunayo Bere Rose, hii ni rose wine. Naona rose wine ni wine nzuri kwa kina mama, hasa wanapenda sana mambo ya rose wine. Brand ya 5 ni hii ya Dodoma Wendese wine. Kwa hiyo unakuta wine tunazotengeneza, kwa mfano hii hapa ni wine ambayo sweet wine, lakini ubora wake unajionyesha hata kwenye rangi ya wine yenyewe. Hii ni ya zabibu nyeupe. Zabibu nyeupe sisi hatutumii mashine ya aina yoyote kwa ajili ya kuchuja wine, lakini level ya wine inaonekana hata kwa macho kwa hii wine unayoiona inafaa kwa ajili ya kunywa. Pili, wine zetu ziko kwenye makundi tofauti. Tunayo red pot wine ambayo nayo pia ina muonekano wa wine kama hivi unavyoiona. Kwa hiyo hizi wine ni organic wine, ni nzuri, haziumizi kichwa, hazina aina yoyote ya sukari, amila wala maji. Ni zabibu tu kutoka shambani, inakamuliwa, inatunzwa na kutunzwa kwenye utaratibu tu ambao tunaufanya. Sawa, inajipreserve yenyewe, inajitengeneza yenyewe. Ndio maana unakuta wine inaonekana kwenye muonekano kama huu. Lakini pia kiwanda chetu kimeweza kuwaunganisha wakulima. Kutoka wakulima 10 mpaka wakulima 130. Sasa hivi tunao wakulima 130 ambao tumewatengeneza kuwa vikundi vya wakulima wa zabibu ambao wamejiunga watu 30, makundi 4. Hawa watu wanakitegemea kiwanda na sisi tunawategemea wao kwa kuleta mazao kiwandani. Kwa hiyo kwenye maelekezo ya serikali ya kuwa watu wajiunge kwenye vikundi, tumeweza kulifanya hilo kwa sababu tayari malighafi zao wana uhakika na mahali wanapoenda kuuza. Pia hawacheleweshei malipo yao. Kwa hiyo hichi kinatupa fursa kuanza kuonyesha kuwa uwezo tulionao uweze kwenda kwenye eneo husika la biashara kujitangaza. Kwa hiyo sisi tunashukuru sana kwa sababu media mnapopita na kutusaidia kutuonyesha mali zetu za Kitanzania zinazotengenezwa Tanzania, hasa hususan Dodoma kwenye zao la zabibu. Zao la zabibu lilikuwa limekufa, lakini kwa sasa limeanza kuonyesha muonekano wa kuwa sasa ni zao ambalo linaweza likafanya sekta ya biashara kuwa iko juu. Naitwa Agnes Juvent Kiara, ni mjasiriamali kutoka halmashauri ya jiji la Dar es Salaam. Tuko hapa katika banda la Sabasaba katika maonyesho ya viwanda ya 5. Tumeleta bidhaa zetu tofauti ambazo zimetoka kwa wajasiriamali tofauti. Tukianzia na bidhaa ya wine. Hii inaitwa Saz Red Wine ambayo imetengenezwa kutoka kwenye kiwanda cha Saz Product. Pia Saz Product wana asali ambayo inaitwa Saz Asali. Saz Product vile wana ungarishe ambao unaitwa Saz Ungarishe. Pia halmashauri ya jiji ina wajasiriamali wengine. Kuna Alanas ambaye naye yupo katika viwanda vidogo vya Mwananyamala halmashauri ya jiji, ambaye Alanas yeye anatengeneza unga ambao unatokana na avocado. Pia kuna unga ambao unatokana na hii wanaita carrot. Pia huyu Alanas ambaye naye ni mjasiriamali kutoka halmashauri ya jiji anatengeneza pilipili ambazo ni nzuri na quality yake kama mnavyoiona. Katika hiyo halmashauri ya jiji ina wajasiriamali wengine ambao wanatengeneza mafuta ya nazi. Hii ni Delina Product
ambayo inatoka ni zao la halmashauri la jiji la Dar es Salaam, wajasiriamali wadogo, viwanda vidogo vilivyopo Mwananyamala. Pia halmashauri ya jiji kuna mjasiriamali ambaye anaitwa Op Product, ambaye yeye anatengeneza sabuni za Alba. Sabuni nzuri ambazo zinatoa arara, chunusi, zinakufanya uwe soft na ngozi yako iwe laini kabisa. Kwa hiyo ukija halmashauri ya jiji utakutana na wajasiriamali ambao wenye vipaji tofauti na ubunifu tofauti. Kuna wengine ambao wanatengeneza batiki, wanatengeneza kazi za mikono, hawajaja ila tumewakilisha. Karibuni sana halmashauri ya jiji viwanda vidogo Mwananyamala kwa products za Tanzania ambazo zina kiwango. Karibisha Watanzania wenzetu kuja kututembelea katika viwanda vyetu vya halmashauri ya jiji ambavyo vipo Mwananyamala karibu na hospitali. Watakuja kuona bidhaa zetu, watakuja kujifunza jinsi gani tunatengeneza bidhaa zetu, jinsi gani tunazipaki mpaka hivi zinaonekana. Na vile vile tunawakaribisha Watanzania kuja kupata mafunzo, kwa sababu tunatoa elimu kwa watu ambao wanahitaji kujua ujasiriamali, kwa vijana, hususan vijana, mabinti ambao wanahitaji kujua nini maana ujasiriamali na nini maana ya kujiajiri. Kwa hiyo tunawaomba Watanzania mtembelee Mwananyamala viwanda vidogo kwa ajili ya kupata mafunzo ya ujasiriamali. Karibuni sana. Kwa jina naitwa Innocent Msua, ni afisa uhusiano wa Shirika la Taifa la Maendeleo NDC. Kijumla kwamba NDC ni shirika ambalo ni la serikali na limekuwepo kwa muda mrefu, katika maana kwamba ni miongoni mwa mashirika ambayo yana muda mrefu. Na ninaposema kwamba muda mrefu, naweza nikasema kwamba ndilo shirika mama kuliko mashirika mengine yote hapa nchini. Na tumekuwa tukifanya mambo mbalimbali ya kuhakikisha kwamba tunatekeleza ile azima ya maendeleo kama vile ambavyo inavyofahamika kwamba ni Shirika la Taifa la Maendeleo. Lakini shirika hili limekuwa likibadilika kulingana na wakati tofauti tofauti na mahitaji ambayo yamekuwa yakitokea. Ukiangalia enzi za ukoloni lilikuwa lipo na lilikuwa linafanya kazi kulingana na wakati ule. Lakini mwaka 1967 serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ikaamua kuliunda kwa namna ambayo ilikuwa inatengeneza uchumi mara baada ya kuonekana nchi imepata uhuru. Lakini kutokana na hatua mbalimbali za mabadiliko ambazo tumekuwa tukizipitia, ikiwemo Azimio la Arusha mpaka mwaka 1996 ambapo kulikuwa na uchumi ule huru, ndipo ambapo sisi kama shirika sasa tulisimama na ule waraka wa Baraza la Mawaziri wa mwaka 1996 ambapo linasema kwamba ni shirika la serikali ambalo litakuwa linashughulika na miradi ya kimkakati. Sasa naposema miradi ya kimkakati ni ile miradi ambayo ndiyo miradi ambayo ni una umuhimu mkubwa katika ukuzaji wa uchumi wa nchi. Kwa hiyo ni waraka wa Baraza la Mawaziri wa mwaka 1996 ambao tunasimama nao mpaka leo hii. Lakini tofauti ambayo iko kati ya NDC pamoja na mashirika mengine ni kwamba hili ni shirika ambalo lenyewe linaangalia miradi ile ya kimkakati. Ninaposema ile miradi ya kimkakati na maana ya kwamba ni miradi ambayo inashikilia uchumi wa nchi. Na wakati mwingine inawezekana ikawa ni miradi ambayo hata sekta binafsi imeshindwa kujazilishia. Sisi kama shirika waga tunachukua hatua ya kushirikiana aidha na wabia ama sisi wenyewe kuhakikisha kwamba tuna program tofauti ili kuweza kujenga uchumi wa viwanda. Na kwa maana hiyo shirika kama shirika limewekeza katika maeneo tofauti ikiwemo kwenye viwanda, na ndio maana tupo hapa hii leo katika maadhimisho haya ya viwanda katika kuonyesha zile bidhaa ambazo tumekuwa tukizitengeneza. Sasa miongoni mwa viwanda ambavyo tumekuwa tukivimiliki sisi kama shirika ni pamoja na kiwanda cha BioLarvicide au kinafahamika zaidi kama kiwanda cha viwadudu. Hiki ni kiwanda ambacho kinapatikana pale Kibaha na kinahusika kwa namna ama nyingine katika kutengeneza dawa zile ambazo zinapambana na mazalia ya mbu. Kwa nini serikali iliamua kuwekeza katika kiwanda hiki? Katika ule utawala wa awamu ya 4 chini ya Dr. Jakaya Mrisho Kikwete ambaye alikuwa rais kwa wakati huo, yeye alikwenda Cuba. Mara baada ya kwenda Cuba akakuta kwamba wenzetu walikuwa wamefanikiwa kwa kiwango kikubwa sana katika kupambana na malaria. Sasa alivyowauliza kwamba walitumia mbinu gani, wakamwambia kwamba BioLarvicide ndiyo njia ambayo waliweza kuitumia ili kuweza kufikia adhima ya kutokomeza malaria nchini Cuba. Sasa wazo hili kimsingi lilikuwa limemfurahisha sana Mheshimiwa Rais, na aliona kwamba miongoni mwa vitu ambavyo katika Tanzania vinarudisha nyuma maendeleo ni pamoja na swala zima la malaria. Na ndipo ambapo alipoamua kuwaomba kwamba ile teknolojia ya Cuba ambayo wenzetu wanaonekana kufanikiwa, basi ni vema pia ikaja Tanzania
ili iweze kutumika pia Tanzania katika kupambana na swala la malaria. Na ndipo ambapo serikali ya Tanzania na Cuba kwa wakati ule wakasaini mkataba, wakajenga kile kiwanda ambacho kiko pale Kibaha na kinazalisha bidhaa hii ambayo mnaiona mbele yenu, inafahamika kama BioLiveside ama viuadudu. Sasa tofauti ya dawa hii na dawa zingine ni kwamba kiujumla vita dhidi ya mbu imeanza muda mrefu, na kumekuwepo na kutumia njia zile za vyandarua, kumekuwepo na njia zile ambazo ni za dawa, lakini utakuta kwamba bado vita dhidi ya malaria imekuwa vikiendelea miaka hadi miaka, vimekuwa haviishi. Sasa tofauti ya BioLiveside pamoja na hizi njia ambazo tumekuwa tukizitumia ni moja, kwamba hii dawa yenyewe inakwenda kuua kabisa kile chanjo, kwa sababu kama ni net ama ile chandarua yenyewe ukikitumia kinakukinga tu kwamba wale wadudu wasifanye nini, wasikuume. Lakini hii ukienda ukitia katika maeneo mbalimbali, labda kama ni kwenye visima, kwenye maji ya kunywa, kinaenda kuua kabisa vile viluilui ambavyo vinasababisha wale mbu. Manake nini? Manake ni kwamba tukitumia hii dawa kwa pamoja, mwisho wa siku utakuta kwamba tutakuwa tumeangamiza kabisa yale madhara ya mbu, na tutakuwa na taifa ambalo halina watu ambao wanafanya nini, wanaugua malaria. Kwa hiyo ni dawa ambayo imependekezwa na shirika la afya duniani WHO kwamba ndio dawa salama kabisa. Lakini pia uzuri wa dawa hii tofauti na dawa zingine ambazo zimekuwa zikitumika, kwa mfano hizi za kupuliza, unakuta kwamba unaweza kupuliza utaoa mbu, lakini pia utaoa wadudu wengine ambao pia sio walengwa, na kuna wadudu wengine ambao ni rafiki wa mazingira. Lakini hii yenyewe hata kama ukamwaga labda pengine kwenye kisima au kwenye maji, mdudu anayekufa ni mbu tu peke yake, na unaweza ukaitumia hata kwenye maji ya kunywa na ukanywa tu safi kabisa bila kupata matatizo yoyote yale. Kwa hivyo ni bidhaa ambayo ni ya kibiolojia na ni bidhaa ambayo ni rafiki mkubwa sana wa mazingira, na ndio maana tumekuwa tukisisitiza kwamba kama Watanzania tukiendelea kushirikiana kwa pamoja na tukatumia dawa hii katika kupambana dhidi ya malaria, tunaamini ya kwamba iko siku Tanzania itakuwa ni nchi ambayo malaria itakuwa ni historia. Kama unavyojua kwamba malaria ni moja kati ya magonjwa ambayo yanarudisha nyuma jitihada za serikali katika swala zima la maendeleo, kwa sababu watu wengi wanakufa, yani ile nguvu kazi ya taifa inakufa. Kwa nini? Kwa sababu kuna hii issue ya nini? Issue ya malaria. Kwa hivyo ni dawa ambazo zinapatikana kwa bei nafuu na zinapatikana kwa bei zile za Kitanzania, katika maana kwamba sisi hatufanyi biashara. Shirika la Taifa la Maendeleo halifanyi biashara. Tunachokifanya ni kuhakikisha kwamba tunashirikiana na jamii, tunashirikiana na wananchi katika kuhakikisha kwamba tunaongoza swala. Lakini ukiachilia mbali hiyo, pia shirika kama shirika ina miradi mingine ya kimkakati ambayo tumekuwa tukishughulikia. Miradi kama vile viwanda mbalimbali ambavyo tuko navyo. Ukiachilia mbali kiwanda hiki, ukienda pale Tamco Industrial Area, tunavyo viwanda pale ambapo vinazalisha bidhaa tofauti. Lakini pia ukiachilia mbali viwanda, pia tumewekeza kwenye sekta ya kilimo, kwa sababu sisi kama shirika tunajivunia kwamba naweza nikasema ni miongoni mwa taasisi pekee za serikali ambazo zimepewa uhuru ama zimepewa ile uwezo wa kuwekeza katika kila eneo. Ukiangalia mashirika mengine, kwa mfano TANESCO, wao wanawekeza kwenye umeme tu. Ukienda labda pengine DAWASA, wao ni maji tu, lakini sisi ukienda kwenye kilimo tupo na mashamba ambayo tunalima mazao tofauti kama vile mpira. Lakini pia tumewekeza kwenye nishati. Kuna baadhi ya miradi ya kinishati ambayo pia tuko nayo na tupo katika hatua tofauti. Kwenye madini pia tupo. Kwa hiyo ni vitu vingi ambavyo tumekuwa kwa sababu sisi tunavyozungumzia swala zima la maendeleo, iwaga inagusa sekta tofauti katika maisha ya mwanadamu. Kwa hiyo mimi niwaambie tu kwamba Shirika la Taifa la Maendeleo lipo, lakini hatujasahau pia kwenye sekta ya uwekezaji. Kama kuna mtu ana idea ama ana wazo la kutaka kuwekeza, sisi kama shirika waga tuna uwezo wa kufanya ile joint venture. Kuna zile PP, public pamoja private partnership. Katika maana kwamba unataka uwekeze na serikali, utashirikiana na NDC, mtawekeza kwa pamoja kwa ubia na mambo yatakwenda vizuri sana. Na faida pekee ya kuwekeza na serikali ni kwamba unakuwa na uhakika na kile ambacho unakifanya. Kwa hiyo tunawekeza na tunawekezaji wa namna hiyo. Katika miradi yetu mingi tunawekeza na watu kwa namna. Kwa hiyo niseme tu kwamba karibu sana, na nadhani nikianza kusimulia miradi mingi tulionayo inawezekana tuka spend almost a day tukaelezea vitu namna. Lakini kama huko Dar es Salaam, basi ukija kwenye banda letu moja kwa moja utapata fursa ya kuweza kufahamu
kile kitu ambacho tunakifanya, lakini pia nawe pia ukawa ni mmoja kati ya watu ambao wataweza kushirikiana na sisi ili kuweza kuijenga Tanzania ya viwanda, kwa sababu sisi moto wetu tunasema kwamba jiunge nasi katika kujenga Tanzania ya viwanda. Kwa hiyo naamini kwamba kama Watanzania watajiunga nasi, watashirikiana na sisi, watatoa mawazo yao, watatupa ushirikiano, basi tutaifanya Tanzania kuwa ni moja kati ya nchi ambayo imeendelea kiviwanda, kama ilivyo dhana ama adhima ile ya serikali ya awamu ya 5 ya kuifanya Tanzania kuwa ni nchi ambayo itakuwa imeendelea katika sekta ya viwanda. Wadau wa sekta binafsi Tanzania, naitwa Zaki Mbena ambaye ni kaimu mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya sekta binafsi Tanzania TPSF. Niwakaribishe kwa namna ya pekee kabisa na kwa moyo ukunjufu katika banda letu la taasisi ya sekta binafsi Tanzania hapa katika viwanja vya Julius Nyerere katika maarufu kama Sabasaba. Taasisi ya sekta binafsi Tanzania maarufu kama TPSF ni taasisi mwavuli ya wadau wote wa sekta binafsi Tanzania ambayo inawakilisha na kuwaleta pamoja wadau wote wa sekta binafsi Tanzania, nikimaanisha wale wote wanaofanya shughuli za uzalishaji mali, shughuli za kiuchumi, biashara na uwekezaji hapa Tanzania ambao hawapo katika sekta ya umma, hawapo serikalini. Sisi ni wawakilishi wao na ni sauti ya pamoja ya sekta binafsi Tanzania. Ni taasisi ambayo ilianzishwa mwezi Novemba mwaka 1998 ikiwa na lengo ya kuwaunganisha pamoja wadau wa sekta binafsi Tanzania, lakini pia ikiwa ni daraja la kuunganisha sekta binafsi na sekta ya umma. Kama TPSF tuna wanachama vyama ambavyo viko visivyopungua 326 ambavyo vinajumuika kwa pamoja na kuunda taasisi yetu ya sekta binafsi Tanzania. Jukumu lake kubwa ni kufanya advocacy na kufanya ushawishi kwa serikali ili kutengeneza mazingira wezeshi, mazingira yanayo support au mazingira yanayorahisisha ufanyaji kazi wa sekta binafsi Tanzania. Na katika maonyesho haya ya viwanda za bidhaa za viwanda Tanzania, maonyesho ya 5 yanayofanyika huku katika barabara ya Kilwa, tunashiriki kwa namna kubwa kabisa. Kwanza, kuhamasisha sekta binafsi ipate kushiriki katika maonyesho haya. Tunafahamu kwamba uchumi wetu sasa unaendeshwa na unachagizwa na viwanda. Kwa hiyo uandavishaji au mchakato mzima wa kuhakikisha kwamba viwanda vinashiriki katika kukuza uchumi wa Tanzania, uchumi wa taifa, lakini pia uboreshaji wa maisha ya kila Mtanzania inapewa kipaumbele. Sisi kama taasisi ya sekta binafsi Tanzania tunafahamu kwamba wadau wakubwa katika viwanda, uwekezaji wa biashara katika viwanda na uzalishaji mali unafanywa na sekta binafsi. Kwa hiyo tumehamasisha kwanza wadau wetu, wanachama wote wa sekta binafsi waje katika maonyesho haya, na kama utakuwa umeshapita katika mabanda mbalimbali katika maonyesho haya utaona washiriki wengi wanatoka sekta binafsi Tanzania, watu wenye viwanda wanaowekeza katika biashara, lakini vile vile wale ambao wananunua bidhaa hizi wanatoka upande wa sekta binafsi. Kwa hiyo tumehamasisha ushiriki wao. Lakini pia katika maonyesho haya tumeratibu kongamano kubwa ambalo limewaleta pamoja mamlaka za udhibiti za biashara na viwanda hapa nchini kama vile TRA, BRELA, lakini vile vile utawakuta humu TBS, utawakuta wale wanaosimamia ubora wa viwango, lakini vile vile mamlaka zinazosimamia uendeshaji wa kila siku wa shughuli za kibiashara katika nchi yetu. Lakini vile vile tumewaleta katika kongamano hili wadau wenyewe sasa wa sekta binafsi, wamiliki wa viwanda, viongozi na watawala wa hizi taasisi binafsi ambazo zinafanya kazi katika eneo la viwanda. Lakini pia tumeleta pamoja viongozi kutoka wizarani, makatibu wakuu kutoka Wizara ya Viwanda na Biashara. Tulikuwa pia na naibu katibu mkuu wa Wizara ya Viwanda na Biashara, lakini vile vile tulikuwa na waziri kutoka Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar katika kongamano hili. Kongamano hili tumejadili namna gani ya kuboresha mazingira ya biashara Tanzania, lakini vile vile tumeona namna gani tunaweza kuviondoa vikwazo na vitu ambavyo vilikuwa vinafanya utendaji kazi au ufanisi wa sekta binafsi aidha umepungua au usiweze kuendelea kwa kasi ambayo tunataka. Kwa hiyo tumezungumza kwa kina namna gani bora ya kuondoa vikwazo, mfano tozo,
ambazo zinaweza kuwa vikwazo katika kukua. Lakini vile vile tumetoa kauli mbiu ya mwaka huu ambayo inasema nunua bidhaa za Tanzania ili kujenga au kuleta maendeleo ya uchumi wa Tanzania. Kwa tunakazia na kusisitiza kwamba Watanzania kwa ujumla, sisi ambao tunakuwa watumiaji wa bidhaa, basi kuzipa kipaumbele bidhaa zetu zinazotoka Tanzania, zinazotengenezwa na viwanda vya Tanzania. Bidhaa nyingi ambazo zinatoka Tanzania sasa hivi zina ubora wa hali ya juu, hivyo kuwa na ushindani. Lakini pia tunachagiza wadau wetu wa sekta binafsi waweze kushiriki kuchukua bidhaa tunazozitengeneza kwenda kwenye masoko yanayotuzunguka, ikiwemo soko la Afrika Mashariki, soko la ukanda wa SADC, lakini vile vile masoko ya nje ya kimataifa. Tunafahamu kwamba katika mpango wa maendeleo wa nchi FYDP3 unaoanza mwakani 2021 mpaka 26 unakazia biashara ya nje, na biashara ya nje haiwezi kufanyika endapo mchakato mzima wa kuleta thamani katika mnyororo wa thamani hautofanikiwa. Kwa hiyo tunataka mazao na malighafi za Tanzania ziweze kufanyiwa mchakato, ziweze kuchakatwa hapa nchini ili tuwe na bidhaa zilizofungashwa zenye ubora, ziweze kutumika katika soko la ndani, lakini vile vile ziweze kuingia katika masoko yanayotuzunguka ikiwemo soko la Afrika Mashariki. Tunatia moyo wazalishaji na wamiliki wa viwanda vya ndani hapa Tanzania waweze kuhakikisha kwamba bidhaa zao zinatoka katika ubora uliopitishwa. Kwa maana hiyo wahakikisha kwamba wanajisajili na kupitisha bidhaa zao katika taasisi zinazodhibiti ubora ikiwemo TBS, mamlaka ambayo inasimamia viwango Tanzania. Lakini vile vile wahakikishe kwamba wanafanya biashara katika namna ambayo ni halali, ya wazi na ya haki, bila kuwa na kona. Kwa maana kwamba bidhaa zetu na operations zetu ziwe wazi, zilipe kodi, ili tuweze kutoa kauli moja kwa serikali kwamba tayari sekta binafsi tumejipanga vizuri ili kushiriki katika gurudumu la kukuza maendeleo hapa nchini. Lakini lingine ambalo tunawaasa hasa wenye viwanda Tanzania ni kuhakikisha kwamba waendelee kuwekeza nchini, mitaji yao iendelee kukua, lakini wakati huo wakiangalia tu sio soko la ndani bali soko kubwa la nje ambalo mahitaji yake ni makubwa. Lakini lingine ambalo tunasisitiza ni kutumia malighafi za ndani ya nchi. Tuna pamba ya kutosha, lakini pia tuna bidhaa za kilimo zinazotokana na mazao kama mahindi, ngano, kahawa, korosho. Endelea kuwashawishi na kuwasisitizia wenye viwanda na wazalishaji wa ndani kusimama katika matumizi ya malighafi ya ndani, vile vile kutumia rasilimali watu zilizopo nchini, yani kuajiri Watanzania walio wengi zaidi katika viwanda vyao, lakini pia kuboresha teknolojia zinazotumika katika uzalishaji ili basi tuwe na bidhaa shindani zenye bei nzuri lakini zenye ubora wa hali ya juu. Lakini vile vile wajiunge na taasisi zetu kama taasisi ya sekta binafsi Tanzania, waweze kuwa na ushiriki wa moja kwa moja katika ratiba na activities ambazo zinapangwa na TPSF kwa kushirikiana na taasisi za serikali ili tuweze kukuza uchumi na hali ya sekta binafsi Tanzania. Tuwakaribishe wote wale ambao wanafanya maonesho wakiwa na mabanda, hata wale wasio na mabanda katika maonyesho haya, ili waweze kujifunza, waje kuona namna gani washiriki wengine wameweza kuleta ubora. Kuna vitu vizuri sana vinavyotoka Tanzania, kuna bidhaa nzuri zenye ubora wa hali ya juu. Kwa hiyo watumie muda huo kujifunza, lakini pia kuona namna gani wanaweza pia kushiriki katika shughuli nzima za maendeleo. Karibuni sana taasisi ya sekta binafsi, karibuni sana katika maonesho ya bidhaa za viwanda za Tanzania ambayo yanafanyika hapa katika uwanja wa Sabasaba, barabara ya Kilwa. Asanteni sana. Wiki iliyopita tulipokuwa kwenye kipindi tulikuwa tunazungumza kuhusiana na faida za maonesho ya mambo mbalimbali, iwe ya urembo, iwe ya viwanda, iwe ya wakulima, iwe yoyote yale ya Sabasaba. Kuna faida kubwa sana. Leo nimeshuhudia mundani mambo ya luku ya kidigitali, nimeshuhudia mikopo inayotolewa zaidi ya milioni 100 ndio minimum capital mtu anapewa, lakini pia tumeangalia namna ambavyo unaweza kuweka bima vitu vyako na katika ubora ambao unastahili. This is made in Tanzania, na hii ndio tutakutengeneza picha mpya wa Tanzania kufunguka na kuelewa kile ambacho kinaendelea nchini, ambapo kwao ni fursa. Ukiangalia mundani hakuna watu wengi, watu ni wachache. Wewe umekaa nyumbani na umesikia tangazo namna hii kwamba kuna maonesho ya kibiashara ya viwanda, lakini hakuna. Ukija hapa watu ni wachache sana. Nitoe mwito, unaposikia matangazo namna hii,
ni lazima ukajitokeza uje kuona kitu ambacho Watanzania wanafanya. Yamkini kuna jambo umelikuwa ukilitafuta kwa muda mrefu, kumbe mundani lipo suluhu yake. Au hawa hawajatoa matangazo mengi na yenyewe kuwafikia wananchi? This is made in Tanzania, na kama kawaida kazi yetu kubwa ni kuhakikisha kwamba tunakupa taarifa, fursa, mambo yanayofanywa na Watanzania ambayo yanaweza kukupa tija kwa ajili ya maisha yako ya kila siku. Mimi kama kawaida Sam Sasali, unatufuatilia kwenye social media accounts zetu Made in Tanzania. I said goodbye. Made in Tanzania imeletwa kwenu na Star Peco Limited. Reliability, our way of life.